Ndugu washiriki, leo ninalo jukumu pia la kutoa tamko rasmi la kuanza kutumika kwa kitita cha huduma muhimu pamoja na kuanza rasmi usajili wa wananchi katika bima ya afya kwa wote awamu ya kwanza. Sheria ya bima ya afya kwa wote sura namba 161 kifungu cha 13 kimeanzisha kitita cha mafao ya huduma muhimu, ambapo kwa mujibu wa kanuni ya 31 fasihi ya 4 ya kanuni za bima ya afya kwa wote namba 809 ya mwaka 2024 kinampa waziri wa afya mamlaka ya kutangaza kwa umma kitita cha huduma muhimu kitakachotolewa na skimu za bima ya afya nchini. Kwa kuzingatia sheria, kwa kuzingatia kanuni tajwa, natangaza kwa umma kwamba awamu ya kwanza ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote itahusisha wananchi wasio na uwezo, wakiwemo wazee, watoto, wajawazito na wenye ulemavu ambao watagharimiwa na serikali, na kwamba kitita cha huduma muhimu kitakachotolewa na skimu za bima ya afya kwa awamu hii kitakuwa kama kitakavyowasilishwa na kitakavyoambatanishwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Bei ya kitita cha huduma muhimu ni shilingi 150,000 kwa kaya ya watu wasiozidi 6, itakayojumuisha mwanachama mchangiaji, mwenza na mwanachama na wategemezi wanne, ambao ni mzazi wa mwanachama au mzazi wa mwenza wa mwanachama, mtoto wa mwanachama wa kuzaa, kuasili au akambo aliye na umri chini ya miaka 21, na ndugu wa damu wa mwanachama aliye na umri chini ya miaka 21. 2. Kitita cha huduma muhimu kitatolewa kwa kuzingatia utaratibu wa rufaa katika vituo vya kutolea huduma za afya vitakavyoingia mkataba na skimu za bima ya afya. 3. Huduma zitakazopatikana katika kitita cha huduma muhimu zitaambatanishwa katika kiambatanisho kitakachosomwa pamoja na tangazo hili. Hivyo, kwa taarifa hii ninatangaza rasmi kwamba kitita cha huduma muhimu cha bima ya afya kwa wote kwa awamu ya kwanza kitaanza kutumika tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Makofi. Asante sana. Asante sana.